Mwongozo wa kujifunza Biblia, Machi 20. Usomaji wa Biblia kwa mpango ni Yeremia sura ya 52. Hii ni Jumatano. Mada ndogo inasema, wahubirini mataifa habari za utukufu wake. Soma Zaburi ya 96. Ni nyanja zipi mbalimbali za ibada zinatajwa katika Zaburi hii? Kuabudu kunajumuisha kumwimbia Bwana, Zaburi ya 96 ya kwanza na ya pili. Kulisifu jina lake, Zaburi ya 96 ya pili. Kutangaza wema na ukuu wake, Zaburi ya 96 ya tatu na ya 4. Na kuleta zawadi katika hekalu lake, Zaburi ya 96 aya 8. Mbali na sifa hizi za ibada zinazoelezeka, Zaburi ya 96 inaangazia nyanja moja isiyo dhahiri sana ya ibada, yani mwelekeo wa kiuinjilisti katika kutangaza ufalme wa Bwana kwa watu wengine. Zaburi ya 96 aya ya pili, aya 3 na aya 10. Hata hivyo, kuimba, kusifu, kuleta zawadi na kuitangaza Injili si matendo yaliyotengana, bali ni udhihirisho wa namna mbalimbali wa ibada. Kutangazwa kwa moyo wa Mungu kwa mataifa yote kunatoa kiini cha sifa na maudhui ya ibada. Ona jinsi sababu za kuabudu zinavyopatana na ujumbe unaotangazwa kwa watu wengine. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, Zaburi ya 96 aya 4, maana miungu yote ya watu si kitu, bali Bwana ndiye aliyezifanya mbingu, Zaburi ya 95 aya 6. Bwana ametamalaki, Zaburi ya 96 aya 10, na kwa maana anakuja aihukumu nchi, Zaburi ya 96 aya 13. Hivyo, lengo la uinjilisti ni kuwaunganisha watu wengine na watu wa Mungu, na hatimaye viumbe vyote katika kumwabudu Bwana, Zaburi ya 96 aya 11 hadi 13. Ibada inatokana na utambuzi wa ndani wa Bwana ni nani, yani muumbaji, mfalme na hakimu, Zaburi ya 96 aya 5, aya 10 na 13. Hivyo, ibada inahusisha kukumbuka matendo ya Mungu yaliyopita, yani uumbaji, na kusherekea maajabu yake ya sasa, yani Mungu kutegemeza ulimwengu na utawala wake wa sasa, na kutazamia matendo yake ya wakati ujao, yani hukumu ya wakati wa mwisho na maisha mapya katika mbingu na nchi mpya. Hukumu katika Zaburi inamaanisha kurejeshwa kwa utaratibu wa kiungu wa amani, haki na usitawi katika ulimwengu ambao kwa sasa umelemewa na dhuluma na mateso. Kwa hiyo, dunia nzima inashangilia kwa kutazamia hukumu za Mungu, Zaburi ya 96 aya 10 hadi 13 na Zaburi ya 98 aya 4 hadi 9. Ukweli kwamba Bwana ni hakimu mwenye haki unapaswa pia kuwatia motisha watu kumwabudu kwa utakatifu na kutetemeka, na unapaswa kuwaonya dhidi ya kuchukua ibada kirahisi. Zaburi ya 96 aya 9. Ibada inahusisha furaha kubwa na imani, Zaburi 96 aya ya kwanza na ya pili, aya 11 hadi ya 13, na hofu na kicho takatifu, Zaburi ya 96 aya ile ya 4 na Zaburi ya 96 aya ya 9. Wito wa ulimwengu mzima wa Zaburi ya 96 kumwabudu muumbaji na hakimu unaakisiwa katika tangazo la mwisho la Injili ya Mungu kwa ulimwengu. Ujumbe wa malaika watatu wa Ufunuo sura ya 14 ya 6 hadi ya 12. Kwa njia nyingi Zaburi hii inaonekana kujumuisha ujumbe huu wa wakati wa mwisho: uumbaji, wokovu, yani Injili ya milele, ibada na hukumu. Wote upo. Swali: linganisha Zaburi hii na ujumbe wa malaika watatu, Ufunuo Yohana sura ya 14 ya 6 hadi ya 12. Inafundisha kwa njia zipi kweli zile zile za msingi kama unavyofanya ujumbe huu wa wakati wa mwisho tunaopaswa kutangaza kwa ulimwengu? Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya masomo mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu akubariki sana.